hali iliyoko katika wilaya ya Ubungo, wafanyabiashara wanalipishwa fedha na watu wachache na fedha hizo hazifiki serikalini. Kwa sio kwamba wafanyabiashara wanaenda kuongezewa mzigo, hapana, badala yake tunaenda kuwapunguzia mzigo wa kulipa kiasi ambacho hakifiki serikalini na kila mtu anajiamulia. Yapo maeneo watu wanawalipisha wafanyabiashara shilingi 1,500,000, 200,000, shilingi 500,000, wakati serikalini hakuna kiasi kinachoenda. Kwa hili agizo liende likatekelezwe na maeneo hayo yapangwe na wafanyabiashara walipishwe kiasi kinachomithilika kwa mujibu wa sheria na kanuni za TANROADS. Jambo la pili ambalo linaenda kwenye utekelezaji, pale Mbezi Luis au Malamba Mawili tunaenda kuboresha kituo ambacho kinatumika na madereva bajaji na bodaboda, pamoja na kujenga vibanda vya mfano na shedi la mfano ambalo litatumika na wafanyabiashara. Nimetoa agizo kwa TANROADS kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Ubungo waende wakafanye kazi hiyo. Eneo lile la bodaboda na bajaji litengenezwe vizuri, liwekwe shedi, lipatikane pale eneo la kujenga choo. Huwezi kuwa na bodaboda na bajaji zaidi ya 170 wako sehemu moja hakuna choo. Hii sio sawa. Kwa nimeshaelekeza na hilo linaenda kutekelezwa kwamba eneo hilo linalotumika na bajaji na bodaboda liendelezwe, choo kipatikane, na pia yajengwe mabanda pamoja na shedi au eneo ambalo litatumika na wafanyabiashara kwa mfano. Lakini katika utekelezaji wa hili, wafanyabiashara waliopo hawataondolewa. Nimeelekeza isitokee hiki kutumika kama kigezo cha kumuondoa mfanyabiashara na wajanja wengine kwenda kuchukua au kutoa maeneo hayo. Kwa hili ni agizo la pili ambalo limetolewa na liende likatekelezwe. Wafanyabiashara walioko katika maeneo hayo wafahamu kwamba tunaenda kuyaboresha na kuwapanga vizuri bila kuwabugudhi au kukwamisha biashara zao. Kwa TANROADS na TARURA niwaelekeze kwa pamoja washirikiane kujenga vibanda vya mfano na shedi la mfano ambalo sasa litatumika kwa ajili ya wafanya biashara. Wilaya ya Ubungo ina stendi maalum ambayo ni stendi ya Magufuli. Mabasi yote kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu yanapaswa kutumia stendi ya Magufuli. Jambo hili limekuwa likijirudia na maelekezo yakijirudia bila utekelezaji. Badala yake ukiangalia barabara ya Morogoro Road utaona kuna stendi ambazo zimeibuka na biashara kufanyika katika maeneo hayo, wakati eneo mahususi kwa ajili ya stendi na biashara lipo pale Magufuli stendi. Kwa nitoe agizo pale magari 7 pale kwa Yusufu Mbezi wanapoita kwa Yusufu na maeneo mengineyo ambayo yanatumika kama stendi kupakilia abiria na mizigo, ninawapa siku 3. Maana yake ni kwamba Jumatatu kuanzia saa 12 asubuhi jeshi la polisi, LATRA, TANROADS na taasisi nyingine zinazohusika waende wakachukue hatua za kuwaondoa watu wote ambao wanageuza maeneo hayo kuwa stendi zisizo rasmi, na badala yake stendi ya Magufuli na stendi nyingine ambazo ni rasmi ndizo zitumike. Jambo hili la stendi bubu ninalisisitiza kwa sababu wapo watu wanaingia nchini na kuondoka nchini kinyemela bila kufuata utaratibu kwa kutumia hizi stendi bubu. Zipo biashara halali na zisizo halali zinafanyika kupitia kwenye stendi bubu. Kwa katika kukomesha hili ni lazima kila mmoja arudi kwenye eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya stendi. Tutafanya operation maalum kuanzia Jumatatu ijayo ya kuhakikisha kwamba stendi bubu zote ndani ya wilaya ya Ubungo, haswa barabara ya Morogoro, zinaondoka. Stendi ya Magufuli ina floor nzima iko tupu.
ina underground floors 2 ziko tupu, bilioni 59 ya serikali imelala pale, alafu mtu anatoka anaenda kuanzisha stendi nje ya stendi ya Magufuli kwa sababu tu amejiamulia jambo lake mwenyewe. Jambo hili liende likafanyiwe kazi na taarifa hii iwafikie wote ambao wako katika maeneo hayo. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.